Crazy Rocket, now available on PMBet. Kuna kitu ambacho anacho. Kwa hiyo kwa muda mchache ambao ameweza kucheza leo hii, amewathibitishia hata wengi kwamba sifa ya mshambuliaji ni nini? Ni kuweza kutumia nafasi ambazo klabu yako au timu yako inazitengeneza. Kwa Boyeli kwangu mimi naweza nikasema kwa hivi sasa huu ndio muda rasmi. Kumbuka, nafasi haupewi kwa upendeleo. Nafasi unapewa kwa ubora ambao umeonyesha, hasa kulingana na nafasi ambayo unayocheza. Kwa hiyo kwangu mimi naona kabisa kwamba Andy Boyeli nadhani ana kila sababu sasa ya kuwa ndio striker nambari 1 ya Young Africans kwa sasa. Yes, ana sifa hiyo ya kuwa striker nambari 1 kwa Young Africans kwa sasa, kwa sababu ana nguvu, anajua kutumia height yake aliyokuwa nayo, lakini hata ikiwa katika box unamwona kabisa ana utulivu wa hali ya juu. Wengi wameshangaa kuona kwa nini penalty mtu ajianguka down, lakini ambacho kilifanyika pale ni composure ya Andy Boyeli, kwa maana kwamba akawa amerelax, akamfanya beki wa KMC kufanya makosa ya kitoto kwenye eneo la hatari. Sasa ile ni akili kubwa, ni composure ya utulivu. Sio kila striker hata kafanya kitu kama kile. Kwa kwangu mimi Andy Boyeli kwa hiki ambacho amekifanya nampongeza, na naona ili kumuongezea confidence ya hali ya juu ambayo alikuwa anaitafuta ya kwanza kuweza kuscore. Hata mechi ijayo kama mambo yatakwenda vizuri kwa mapendekezo ya kocha akimpanga, sitaona shida. Ambokile wa siku za nyuma unavyosema Dube hastahili kwanza Yanga, yawezekana ulikuwa umeshayaona haya kwa Boyeli? Ni kwamba sifa ya mshambuliaji ni kufunga. Sawa. Mimi sitaki kuamini kwamba kuna kamati za ufundi si fulani karogwa kimekonda kimerudi. Wewe kama una ubora hauna tu. Kikubwa wachezaji wanapaswa kujitambua. Cha kwanza, wanapaswa kujua majukumu yao ni yapi. Wanipata vizuri? Nafasi 7 hutumia hata moja, maana yake nini? Wanipata? Leo na Yanga wanaondoka kwa sababu Andy Boyeli leo amemuimba Andy Boyeli kwa waje muimba Dube. Na nafasi ambayo Dube amepewa ile ni kubwa kuliko Andy Boyeli. Kwa ninachoweza kusema ni kwamba washambuliaji nafasi wanayopewa ya kucheza ndio muda wa kuweza kudhibitisha ubora wao, kwa sababu mpaka dakika hii katika nafasi zima ya ushambuliaji kati ya Dube na Andy Boyeli inakuwa ni kama ni tupa ambao wananoana, kwamba huyu kafunga na mimi ngoja niongeze speed, na mimi ngoja niongeze umakini. Ndio maana halisi ya kuwa na kikosi kipana ambacho wachezaji wanasomana kunoana wao kwa wao. Yes. Bingwa mtetezi amecheza leo, ameshinda mabao 4-1. Mpinzani wake ambaye anamfuatia kwa karibu Simba Sports, kwa namna ambavyo timu zote umezitazama zilivyocheza msimu huu, zinatoa ishara gani kwenye mapambano yao ya ubingwa? Of course naweza nikasema kwamba bingwa mtetezi amethibitisha kwamba anautaka ubingwa. Kwa nini? Na ndio timu pekee ambayo mpaka dakika imefunga magoli mengi kuliko timu yoyote, na ndio timu ambayo nakasema pia imeruhusu goli moja kama sana Simba, lakini ingekuwa ni changamoto kubwa sana kuona bingwa mtetezi anachechemea. Wanipata? Lakini kitendo cha kuanza kushinda goli nyingi zaidi, kwanza ni improvement ya kocha ambaye amekuja, kwa maana kwamba anajua nini anafanya wakati wa mechi na kumsoma mpinzani wakati wa mechi. Kwa hiyo kwa kile ninachokiona kwamba ni ligi ambayo itakuwa ni ya ushindani zaidi. Ukweli usiopingika, Simba sio timu ya kawaida kama unasema utapita tu. Wamejiimarisha. Na Simba wana kikosi bora pia. Manake nini manake? Msimu huu bila tatuli inaonekana. Msimu huu inaonekana wazi kabisa kuna ushindani ambao ni mkubwa sana. Sasa kama itatokea una timu ambayo haiwezi kutumia nafasi, manake itakuwa ni msiba. Leo ukiangalia Young Africans wamefunga magoli ambayo mchezaji mshambuliaji wa mwisho akai mbele kana swalisha. Wanipata vizuri bwana? Kwa manake ni ligi ambayo ni ya ushindani kweli kweli. Young Africans kama bingwa mtetezi anathibitisha hilo kwamba anautaka ubingwa kindakindaki. Ambokile nini kinamkumba Dumbia? Dumbia. Dumbia. Kwa sababu sifa tulizopewa na kinachoonekana wengine wanalalamika kwamba haviendani. Mimi kwangu naweza nikasema kwamba Dumbia kwa upande wake ni nafasi ambazo au ni mipira ambayo anayowapatia wahusika wanamwangusha yeye, lakini anatimiza majukumu yake. Lakini sijaona changamoto yake kwake. Kwa sababu ameassist mara nyingi sana. Yaona kabisa pasi za mwisho anazitoa nyingi. Nani anatumia? Watu wanasema ni mchezaji mzuri, lakini kuna ule uziada extra ndio kitu ambacho kinakosekana, tofauti na Azizi ulipokuwa unamuona kuna timu ikibanwa atapiga labda mashuti, kuna namna mipira ya faulo. Yaani kuna namna ambavyo kuna kitu ambacho kama unasema ile X factor inakosekana kwa Dumbia. Of course kwangu naweza nikasema kwamba
hata Aziz Ki unayemuona wewe ambaye ameondoka na jina kubwa alianza kama kina Dombe. Uongo kweli? Huyu Aziz kuna wengine wakawa wanasema Young Africans ishapigwa. Lakini mwisho wa siku ameondoka na jina kubwa na akachukua dada yetu shemeji wa taifa. Uongo kweli? Yes. Iko namna hiyo. Kwa kusema kwamba amefeli, hii ndio kwanza mechi ya 4. Lakini ndio maana nikasema ambao anawapa pasi za mwisho ndio alikuwa anamwangusha. Kama anachokuambia, kama Dombi ataanza mbele na mtu kama Andy Boy na Pacome Zouzoua, mimi ninachokuambia mpaka dakika kama ingekuwa kweli katika mipira yote ya mwisho ambayo Mohamed Dombe anaiachia, leo angekuwa kinara wa assist. Kuelekea ligi ya mabingwa Afrika, Yanga hii unaionaje? Of course kwangu ni kwamba kwanza kundi la Young Africans ni kundi ambalo lina identity ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa sababu tunapozungumza bingwa mara nyingi zaidi ligi ya mabingwa barani Afrika ni Ahali, sio Pyramid. Licha kwa Pyramid ni bingwa mtetezi. Kwangu mimi sio nikasema Yanga hii ligi ya mabingwa hamna kitu. Wakati hata mechi moja haijachezwa. Hapana. Utakuwa sio mtu wa mpira. Kundi la Yanga ni gumu kwa sababu na Yanga iko ndani. Wewe ukiibeza Yanga huko Tanzania niambie umeifunga lini Yanga? Kwa ugumu wa kundi la Yanga Africans cha kwanza ni utambulisho. Unapozungumza ligi ya mabingwa barani Afrika ni Ahali, bingwa mara zote mfululizo. Unalipata au mara nyingi zaidi. Kwa ugumu wa kundi la Yanga Africans ni kutokana na Yanga na yenyewe imo. Kwa hiyo nafasi ya kuvuka. Uhakika upo kama inatokea. Siwezi nikasema sasa hivi Yanga sasa haitoshika nafasi au itaburuza mkia. Wanipata vizuri yale mnaanza kusema si Zaka kamloga Dube, mna ushahidi. Si unaelewa vizuri? Mna ushahidi? Kama kweli Zaka kamfanyia kitu Dube. Na nyewe waandishi wa habari mnapeleka mai kwenye mambo ya kiuni kama haya. Nitawachana hata nyie. Au ndio kutafuta content kwenye mambo ya kipuzi. Haiwezekani. Mfuate sosi husika. Si ndio? Kwa hiyo tuamini kwamba mpira wetu una ushirikina. Kwa kubaliana na wanaosema Yanga, siwezi nikaamini katika hilo. Kwamba Yanga itateseka ligi ya mabingwa. Wanasema umoja wa Kiarabu. Sawa. Hakuna shida. Kwani Yanga ndio mara ya kwanza kucheza na Ahali? Si cheza na Ahali hapa. Ilifungwa. Sasa kwani waanze kusema Young Africans anakwenda kutolewa? Wewe unaamini Simba anakuwa bingwa ligi ya mabingwa Afrika? Hapana. Kwa hiyo tusubiri mechi zianze kuchezwa. Lakini haya masuala kumaliza maneno kwamba Yanga hakuna kitu, hatua ya makundi, Simba anakwenda hatua robo finali. Una uhakika huo? Yakibadilika hapa utaficha maiki tena. Si ndio? Yes, leta maswali na